Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Karibu katika habari za saa. Mimi ni Victoria Mwakisimba. Mtazamaji, habari za saa ziko mubashara wakati huu kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Anwani yetu ni ITV Tanzania. Zaidi ya wakazi 1800 wa kijiji cha Isubangala katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi wameanza kunufaika na mradi wa maji wa visima 99. Sisi hapa tulikuwa tunahangaika na maji, lakini Mwenyezi Mungu ameona kweli si vema tuhangaike na mama yetu Samia bado yupo akatuwezesha maji. Nashukuru sana kuwezesha maji. Ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji cha Isubangala umegharimu kiasi cha shilingi milioni 101,87,158. Kazi ya kwanza ni kuchimba kisima chenye urefu wa mita 120 ambacho kina uwezo wa kuzalisha maji lita 6,856 kwa saa. Mradi huu tofasiri yake ni nini? Kama kuna mwananchi alikuwa anachota maji kwenye mito, kwenye madimbwi na mabwawa na kwenye visima vifupi, leo ataendelea kuchota maji kwenye mradi huu. Hakutakuweko na mashaka wala kunyemelewa na magonjwa ya mlipuko kwa sababu ya maji machafu. Sasa hapa tuna maji safi na salama. Kamanda wa wakala wa huduma za misitu Tanzania kanda ya Kusini Manyisye Mpokigwa kwa niaba ya kamishna mkuu wa TFS Profesa Dos Santos Silayo amekabidhi shehena ya mbao kwa mkuu wa wilaya ya Masasi kwa ajili ya kuwezeka madarasa na mabweni. Niaba ya kamishna wa TFS Taifa Profesa Dos Santos Silayo tumekabidhi mbao 5,000 ambazo zina thamani ya pesa za Kitanzania milioni 37 kusaidia katika matumizi mbalimbali ya ujenzi wa mashule, lakini pia mabweni. Na hizi hali ya hewa, mvua, kila kitu natokana na usimamizi wa rasilimali za misitu. Kwa hiyo kama mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyosema, wananchi tunawaomba tuendelee kutunza misitu tulionayo. Tusikate miti ovyo, tutunze hii misitu mingine ambayo imehifadhiwa. Kwa niaba ya serikali, kwanza kabisa kumshukuru kamishna mkuu wa TFS. Katika hali ya kawaida amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anashirikiana na serikali kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja katika wilaya yetu na Tanzania. Naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana, lakini pia kukiri kupokea mbao hizi 5,000 kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa wilaya Masasi. Na wakulima kutoka kijiji cha Pemba kata ya Pemba wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro wamepatiwa mafunzo ya shamba darasa la kilimo cha kisasa kulima mazao mbalimbali hasa zao la mahindi katika eneo dogo na kupata mazao mengi. Kupitia somo hili nililolipata hapa, basi na mimi nataka kuongeza jambo labda kwa wenzangu ambao wamekuja kujifunza kama mimi. Haina haja ya kulima eneo kubwa sana kama huna uwezo. Una uwezo wa kulima eka moja, ukatundulia vizuri. Nadhani tujifunze kupanda mbegu za kisasa na tusipande kienyeji, kwa sababu masomo tumeyaona na majibu tunayapata wote. Wanaoingia kwenye mradi wetu wa kurejesha uoto wa asili kwa maana kupanda miti, tutaangaliaje kuwaongezea tija ya uzalishaji wa chakula kwenye yale maeneo yao mengine yaliyobaki? Tukaona tunasikia sababu ya kuangalia namna ya kuwasaidia kuboresha uzalishaji wa chakula kupitia mazao ambao wanayo, lakini ikiwezekana basi hata kutambulisha mazao mapya. Mabadiliko ya tabia ya nchi, ndugu zangu, yanaweza yakatusumbua kama hatutazingatia maelekezo ya wataalamu wetu. Na mtazamaji, mwisho wa habari za saa. Kifuatacho hivi sasa ni kipindi cha watoto wetu. Endelea kutazama ITV.